Hujambo msikilizaji, habari kuu asubuhi ya leo. Mshauri wa usalama wa kitaifa nchini Marekani Mike Waltz amesema anachukua jukumu kamili kwa kumweka kimakosa mwandishi wa habari kwenye mazungumzo kwa mtandao wa mawasiliano, ambapo maafisa wakuu wa Marekani walikuwa wanapanga mashambulizi ya anga dhidi ya Wahuthi huko Yemen. Bwana Waltz alikiri makosa hayo katika mahojiano na shirika la habari la Fox. Maelfu ya waandamanaji wamekusanyika kwa usiku wa 7 sasa mjini Istanbul wakimuunga mkono meya wa jiji hilo aliyezuiliwa Ekrem İmamoğlu. Chama kikuu cha upinzani nchini humo kimesema ni mkesha wa mwisho wa usiku mjini Uturuki, na wameitisha maandamano makubwa siku ya Jumamosi kushinikiza na kudai uchaguzi wa mapema. Umoja wa Mataifa unasema kwamba umesikitishwa sana na mashambulizi dhidi ya raia nchini Sudan, ikiwa ni pamoja na shambulizi la hivi karibuni la anga kwenye soko katika eneo la Darfur. Inasemekana kuwa jeshi lilishambulia soko la Tora siku ya Jumatatu. Jeshi limekanusha kuwaua raia. Darfur ambayo karibu inadhibitiwa kabisa sasa na vikosi vya RSF ambao wamekuwa wakipigana na jeshi kwa karibu miaka miwili sasa. Stephanie Dujarric ni msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Last night in Darfur. Jana usiku huko Darfur, majeruhi kadhaa waliripotiwa wakati wa mashambulizi anga yalipopiga soko lililoko takriban kilomita 40 kaskazini magharibi mwa El Fasher. Wenzetu wanaotoa misaada ya kibinadamu pia wana wasiwasi mkubwa kuhusu kuongezeka kwa mashambulizi katika maeneo yenye watu wengi huko Khartoum. Raia wanaripotiwa kushambuliwa vile vile eneo la Omdurman, mji mwingine ulioko Khartoum. Makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance ametangaza kuwa atasafiri kwenda Greenland siku ya Ijumaa. Rais Trump hapo awali alikuwa amesema anataka kuchukua udhibiti wa kisiwa hicho kutoka Denmark. Waziri mkuu wa Greenland ameitaja safari hiyo kama uchokozi mkubwa sana. Na mmoja wa walinzi wa mchezaji wa Argentina wa marehemu Diego Maradona amekamatwa kwa madai ya kutoa ushahidi wa uongo katika kesi dhidi ya madaktari waliokuwa wakimtibu. Julio Correa aliondoka mahakamani akiwa amefungwa pingu baada ya kutoa kauli zinazokinzana kuhusu ni nani aliyehusika katika majaribio ya kuokoa maisha ya Maradona alipopatwa na mshtuko wa moyo akiwa nyumbani. Bingwa huyo wa zamani wa soka alifariki Novemba mwaka 2022 huko Buenos Aires. Hii ni BBC. Na taarifa kuu za dunia zimesomwa na Felix Mwate. Unasikiza matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Unayapokea kupitia redio wa shirika mbalimbali ikiwemo Radio Free Africa na Radio 1 nchini Tanzania, Mwanedu FM na Must FM nchini Kenya, na Radio Muungano Beni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia unaweza kuyapokea kwenye internet tovuti ya bbcswahili.com ama kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Hii leo uko nami Sarafina Robi nikiwa katika studio zetu mjini Nairobi. Hii ni BBC. Na tukianza Marekani, ambapo mshauri wa usalama wa kitaifa nchini humo Mike Waltz amesema anachukua jukumu kamili kwa kumweka kimakosa mwandishi wa habari kwenye mazungumzo ambapo maafisa wakuu wa Marekani walikuwa wanapanga mashambulizi ya anga dhidi ya Wahuthi nchini Yemen. Na Steha Mohamed na maelezo zaidi. Katika mahojiano na shirika la habari la Fox News, mshauri huyo wa masuala ya usalama wa kitaifa alikiri kosa la kujumuisha mwandishi wa habari Jeffrey Goldberg katika kundi la viongozi wakuu wa Marekani ambao walikuwa wanajadili na kupanga kufanya mashambulizi ya kijeshi dhidi ya wanamgambo wa Houthi nchini Yemen, swala ambalo limezua gumzo nchini Marekani. Tazama, nawajibika kabisa kwa kosa hilo. Niliunda kundi hilo. Kazi yangu ni kuhakikisha kila jambo liko sawa na kutekelezwa. Ni swala la aibu, ndio. Tulifanya makosa, ndio, na tunasonga mbele. Awali Rais Trump amesema utawala wake utakuwa ukiangalia mfumo wa ujumbe signal yenyewe. Akizungumza na waandishi wa habari katika ofisi ya Oval, Trump aliwatetea maafisa waliohusika akiwemo mshauri wa masuala ya usalama wa kitaifa Mike Waltz ambaye ndiye aliyemwalika mwandishi huyo wa habari kwenye kundi hilo. Hapana, sidhani kama anapaswa kuomba radhi. Nadhani anafanya vyema
kutumia kadiri yawezavyo. Ni vifaa na teknolojia ambazo kwa kawaida huwa na kasoro, na pengine hatotumia mtandao huo tena kwa sasa na labda baadaye. Matamshi ya Trump yanakuja siku moja baada ya mwandishi wa habari wa jarida la The Atlantic Jeffrey Goldberg kujumuishwa kimakosa katika kundi la mazungumzo ya siri. Mhariri huyo mkuu wa jarida la The Atlantic Jeffrey Goldberg alisema Jumatatu kwamba alijumuishwa kwa bahati mbaya katika mazungumzo ya siri ya serikali ya Marekani yaliyofanyika kupitia mtandao wa kijamii wa Signal. Katika taarifa iliyochapishwa Jumatatu, Goldberg alielezea jinsi alivyojumuishwa kwa bahati mbaya kwenye mazungumzo hayo katikati ya mwezi Machi. Kulingana na Goldberg, alikuwa na mashaka makubwa kama mazungumzo hayo yalikuwa ya kweli, kwa sababu hakuamini kwamba maafisa wa usalama wa taifa wa Marekani wanaweza kuwasiliana kupitia mtandao huo wa Signal kuhusu mipango ya vita. Nastah Mohamed, Amka na BBC. Na maandamano ya nadra dhidi ya kundi la Hamas yamefanyika kaskazini mwa Gaza, yanatajwa kuwa makubwa zaidi tangu shambulizi la Oktoba 7 mwaka 2023 ambapo mamia wa Palestina wameshiriki. Shadrack Mwansaso na maelezo zaidi. Video zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii na wanaharakati wanaoikosoa Hamas zinaonyesha vijana wakiandamana katika mitaa ya Beit Lahia kaskazini mwa Gaza wakisema ondoka Hamas, Hamas ondoka. Hata hivyo, wafuasi wanaounga mkono Hamas wamepuzilia mbali umuhimu wa maandamano hayo na kuwashutumu wanaoshiriki wakiwataja kuwa wasaliti. Hamas bado haijatoa maoni. Maandamano hayo kaskazini mwa Gaza yamejiri siku moja baada ya Hamas kudaiwa kurusha roketi na kuishambulia Israeli. Israeli imerejelea hatua yake ya kuweka wanajeshi huko Gaza baada ya takriban miezi miwili ya kusitisha mapigano, huku ikilaumu Hamas kwa kukataa pendekezo jipya la Marekani la kurefusha mapatano hayo. Hamas kwa upande wake imeshtumu Israeli kwa kuachana na makubaliano ya awali yaliyokubaliwa mwezi Januari. Mamia ya Wapalestina wameuawa na maelfu wamelazimika kuyakimbia makazi yao tangu shughuli za kijeshi za Israeli zianze tena kwa mashambulizi ya anga tarehe 18 mwezi huu wa Machi. Hamas imekuwa ikitawala Gaza tangu mwaka 2007 baada ya kushinda uchaguzi wa Palestina mwaka mmoja kabla na kisha kuwaondoa wapinzani wao kwa nguvu. Na tukiendelea ni kwa sasa tuangazie taifa la Somalia linaloainishwa na Umoja wa Mataifa kuwa duni zaidi katika maendeleo. Somalia imekabiliana na ukosefu wa usalama kwa miongo kadhaa na bado inapambana na uasi. Ila hatua ya serikali ya kujaribu kufufua uchumi ilipata msukumo mkubwa mwaka huu ilipokuwa nchi ya hivi karibuni kujiunga na benki ya Africa Export Import ijulikanayo pia kama Afrexim Bank, ambayo ni taasisi ya kifedha inayohusisha nchi nyingi. Kufafanua zaidi kuhusu hatua hii nimezungumza na Dr. Harun Isaac Hassan, mchanganuzi wa masuala ya diplomasia barani Afrika, ambaye ameanza kwa kuelezea hali ya Somalia ilivyo kwa sasa. Takriban mwaka 34 na mwezi moja ndiye Somalia imekaa bila uongozi, wakati serikali ya zamani wa Siad Barre ilikuwa imetolewa uongozini. Na kuanzia wakati hiyo Somalia walikuwa na shida ambao sana shida hiyo ilikuwa ni ukosefu wa amani, corruption, genge ambayo wanapiganana kila wakati, na pia ukosefu wa serikali ambao ina nguvu ya kutawala, lakini hiyo haijasimamisha Somalia kuendelea mbele. Wananchi wa kawaida huwa ni wananchi ambao wanajua kufanya biashara, ndiye imekuwa msimamizi wa nchi kuanzia wakati serikali wa zamani iliondolewa. Kwa hivyo biashara ambaye ni kitu ambaye muhimu wa Somali wanaelewa sana, ndiye imefanya wao wapatikanwe ama waonekanwe kwa wana uwezo wa kuungana na mabanki, ndio Somalia pia iwe wanaweza kuwa mlango ya mbele waendeleze biashara ama economy ya nchi. Somali wengi wameenda nje. Kila mwezi kuna mamilioni ya dola inakuja kutoka nchi zingine ambaye imetumiwa watu ambaye wako kwa hiyo nchi ya Somalia, ndio maisha yao waendeleze nao. Kwa hivyo utakuta ile remittance kutoka diasporas pia imeamusha economy ya Somalia marudufu.
zaidi ya vitega uchumi ulivyovitaja, kujiunga kwa Somalia kwenye Afri-Exim, hii taasisi ya Afri-Exim ama Africa Export Import Bank, itakuwa na manufaa gani kwa nchi ya Somalia zaidi na kuwa Somalia ina vitega uchumi hivyo ulivyovitaja? Watakuwa na fursa ya kujulikana kwamba Somalia pia iko kwa soko vile nchi zingine. Ya pili, inaweza kuifungulia njia ya kufanya biashara zaidi, naye wanaweza kuwa wapate loans ama huwa wanaweza wakafanya ile inaitwa development. So wanaweza kuwa wawe na makubaliano kati ya nchi, serikali ya Somalia na mabanks hizo, ndio waweze kupata fursa ya kufanya maendeleo nchini. Bado Somalia ina matatizo mengi tu kama vile barabara na vile ukosefu wa kawi ya kutosha. Unadhani kipi kingine kinahitajika kinachoweza kuleta mshikamano zaidi na hivyo kuimarisha usalama na hali ya maisha kwa ujumla nchini Somalia? Kwanza, mambo ya kabila inafaa iangaliwe, kwa sababu reconciliation ile ambayo walikuwa wanaendeleza hapo awali haikuwa imezaa mapato yoyote. Ya pili, ni muhimu kwamba Wasomali waamuke, waondoe magenge ambao wako nchini ambao imefanya ngumu kwa wananchi wa kawaida kufanya shughuli zao na serikali kutumikia wananchi. Naam, na sasa ni dondoo za michezo na Shadrack Masaso. Shukrani Sarafina Robi. Tuanzie nyumbani barani Afrika kwenye mwendelezo wa mechi za hatua ya makundi kuelekea fainali za kombe la dunia mwaka 2026. Tukianza na mchezo uliopigwa usiku wa kuamkia leo Jumatano, Morocco akiwa ni wenyeji wa Tanzania ama Taifa Stars wameibuka na ushindi wa bao 2-0 ukiwa ni mchezo wa kundi G. Michezo mingine, Mauritania wao wamelimwa 2-0 na DR Congo. Senegal wao wameshinda 2-0 kwa chapa Togo. Uganda wao wamepata ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Guinea, huku Angola wao kichapa na Cape Verde bao 2-1. Ama Vumbi ya Rwanda wao wametoka sare ya kufungana bao 1-1 na Lesotho. Nigeria wao wamegawana alama 1-1 dhidi ya Zimbabwe baada ya kufungana goli 1-1. Benin wao wamelimwa 2-0 na Afrika Kusini. Misri wao wameshinda 1-0 wakiwafunga Sierra Leone. Ihamba Murugamba kwa maana Burundi wao wametakata na ushindi mnono wa mabao 5-0 dhidi ya Shelisheli. Cameroon wao wamewadhibu Libya kwa kichapo cha mabao 3-1. Sudani Kuu imetoka sare ya bao 1-1 dhidi ya ndugu zao Sudani Kusini, na Algeria wao wamewachapa 5-1 Msumbiji. Bara la Amerika Kusini kufuzu kombe la dunia leo Jumatano, Argentina wanachuana na Brazil. Chile wao ni wenyeji wa Ecuador. Colombia wanawakaribisha Paraguay na Venezuela watoka nyumbani wakicheza dhidi ya Peru. Mwanasoka wa zamani Joel Barton amepatikana na hatia ya kumshambulia kwa kipigo mkewe baada ya kumsukuma hadi sakafuni na kumpiga teke sehemu ya kichwa. Kiungo huyo mwenye umri wa miaka 42 alichezea Manchester City pamoja na klabu ya Queen's Park Rangers ama QPR. Kwenye masumbwi, bondia wa kimataifa wa Uingereza Daniel Dubois amesema kwamba upo uwezekano sasa wa yeye kuweza kucheza pambano dhidi ya bondia mwenza wa Uingereza mwenye asili ya taifa la Zimbabwe Derek Chisora endapo pigano lake dhidi ya Alexander Usyk litashindwa kufanyika. Mwisho dondoo za kimichezo asubuhi ya leo. Asante sana Sarafina Robi.